him. Ningetaka kusoma hili neno. So Obadiah went to meet Ahab, and he told him, and Ahab went to meet Elijah. When he saw Elijah, he said to him, "Is that you troubler of Israel? I have not made trouble for Israel." Elijah replied, "But you and your father's family have. You have abandoned the Lord's commands and have followed the Baals. Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel, and bring the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah, who eat at Jezebel's table." So Ahab sent word throughout all Israel, and assembled the prophets on Mount Carmel. Elijah went before the people and said, "How long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him." But the people said nothing. Then Elijah said to them, "I am the only one of the Lord's prophets left, but Baal has 450 prophets. Get 2 bulls for us. Let them choose one for themselves, and let them cut it into pieces, and put it on the wood, but not set fire to it. I will prepare the other bull, and put it on the wood, but not set fire to it. Then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord. The God who answers by fire, he is God." Then all the people say, "What you say is good." Elijah said to the prophets of Baal, "Choose one of the bulls, and prepare it fast, since there are so many of you. Call on the name of your God, but do not light the fire." So they took the bull given them, and prepared it. Then they called on the name of Baal from morning till noon. "O Baal, answer us." They shouted, but there was no response. No one answered, and they danced around the altar they had made. At noon Elijah began to taunt them. "Shout louder," he said. "Surely he is a God. Perhaps he is deep in thought, or busy, or traveling. Maybe he is sleeping and must be awakened." So they shouted louder, and slashed themselves with swords and spears, as was their custom, until their blood flowed. Midday passed, and they continued their frantic prophesying until the time for the evening sacrifice. But there was no response, no one answered, no one paid attention. Then Elijah said to all the people, "Come here to me." They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which was in the ruins. Elijah took 12 stones, one for each of the tribes descended from Jacob, to whom the word of the Lord had come, saying, "Your name shall be Israel." With the stones he built an altar in the name of the Lord, and he dug a trench around it enough to hold 2 seahs of seed. He arranged the wood, cut the bull into pieces, and laid it on the wood. Then he said to them, "Fill 4 large jars with the water, and pour it on the offering and on the wood." "Do it again," he said, and they did it again. "Do it a 3rd time," he ordered, and they did it the 3rd time. The water ran down around the altar and even filled the trench. At the time of the sacrifice, the prophet Elijah stepped forward and prayed, "O Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel, and that I am your servant, and have done all these things at your command. Answer me, O Lord, answer me, so these people will know that you, O Lord, are a God, and that you are turning their hearts back again."
Then the fire of the Lord fell and burnt up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. When all the people saw this, they fell prostrate and they cried, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." Bwana asifiwe. Tumesoma hili neno, ni neno ndefu kidogo, lakini kwa muda usio mrefu ningetaka kuongea juu ya topic prayers that God answers. Maombi ambayo Mungu anajibu. Maombi ambayo Mungu anajibu. Na ningetaka tufunguliwe kitabu cha James ama Yakobo 5 mstari wa 17. James chapter 5 verse 18. Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Sema nataka kuongea juu ya maombi ambayo Mungu anasikia na anarudisha. Tumesoma passage mrefu, na ni wakati mmoja ambapo kulikuwa na shida katika Israeli. Kulikuwa na lot of backsliding. Watu walikuwa merudi nyuma. Watu walikuwa wameanza kuabudu miungu ya sanamu. Walikuwa naabudu miungu ambayo ilikuwa inaitwa Baal. Wengine walikuwa naabudu miungu ingine ilikuwa inaitwa Ashera. Kulikuwa pia na kiangazi. Hakukuwa na chakula hata kidogo, kwa sababu mtumishi wa Mungu Elijah alikuwa amejitokeza siku moja na akasema kama vile Mungu aishie, hakutakuwa na mvua kwa muda wa miaka 3.5. Na wakati ambapo alinena hayo maneno ama akaomba lile ombi, akapelekwa na Mungu pahali alifichwa na akawa analishwa. Na kukawa hivyo, kukawa na kiangazi, kukawa kumekauka kabisa, na kukawa na shida taifa zima kwa sababu ya ombi ambalo liliombwa na mtumishi wa Mungu. Na kwa hivyo wakati ambapo ulifika, shida ikawa nyingi sana. Mfalme Ahabu akamwambia mmoja wa wale administrators wake, enda na uchukue farasi na usurure katika nchi, uangalie kama kuna pahali ambapo unaweza kupata nyasi kidogo, ili angalau wanyama wetu wote wasiangamie kwa sababu ya ukame. Akamwambia, na mimi nitapita pande nyingine nikiangalia, kwa sababu there was a lot of problem in the land. Obadia akaondoka na akaenda kutafuta nyasi. Alipokuwa naenda akitafuta, akakutana na mtumishi wa Mungu Elijah. Elijah akamwambia, enda umwambie Ahab ya kwamba siku ya leo nataka kukutana na yeye. Obadia aliposikia hivyo akaogopa sana. Akamwambia Elijah, unaniambia niende nimwambie Ahab ya kwamba mtakutana na yeye, na nikienda alafu utoroke ama ufichwe na Roho wa Mungu, atanishika na ataniua, kwa sababu ametumana utafutwe kila mahali na hujawahi kupatikana. Kwa hivyo ukinituma kwake ni kama kuniambia enda ukauawe kwa sababu utajificha, ama Roho wa Mungu atakuficha na hutaonekana. Elijah akamwambia, kama vile Mungu aishia, leo lazima nitajionyesha kwa Ahabu. Hivyo Obadia akaenda
na akamwambia Ahabu ya kwamba Elijah anakutana na wewe siku ya leo. Na ni kweli Elijah akajitokeza na akaenda na wakakutana na huyo mfalme Ahabu. Na kwa sababu Ahabu alikuwa mfalme muovu, Mungu alimshika, hakumuua Elijah. Ahabu alipomuona Elijah akamwambia, wewe ambao umesumbua Israeli. Na yeye Elijah akamwambia, si mimi ambaye nimesumbua Israeli, lakini ni wewe pamoja na nyumba yako, kwa sababu mumeanza kuabudu miungu mingine, kwa sababu mumeachana na yule Mungu wa kweli, na mnaabudu miungu ya Baali, na mnaabudu miungu ya Ashera. Elijah akamwambia, siku ya leo ningetaka ukawaleta wale manabii wote wa Baali na wale wa Ashera, na tuweze kukutana pamoja, na watu wote pia waje kwa ule mkutano. Elijah akamwambia Ahabu, ningetaka siku ya leo ijulikane ni Mungu yupi ambaye ni Mungu wa kweli. Elijah akatumana wale prophets wa Baal, they were 450. Wale wa Ashera walikuwa 400, wote walikuwa 850, pamoja na watu wengi wakaja na wakakutana na Elijah. Na wakati ambapo walikutana na Elijah akawaambia, nataka siku ya leo ijulikane ni Mungu yupi ambaye ni wa kweli. Akasema, nataka tuletewe dume 2 za ng'ombe. Nyinyi manabii wa Baali na Ashera mtachinja dume moja na mtaiweka pale kwa madhabahu yenu, na mtalitia jina la Mungu wenu huyo wa Baali, na mimi nitachinja ile ingine na nitalitia jina la Mungu wangu, na yule Mungu ambaye anasikia maombi na arudishe kwa moto, huyo ndiye yule Mungu tutaabudu siku ya leo. Akamwambia, kwa sababu nyinyi ni wengi, tafadhali nyinyi ndiye mtaanza. Hivyo wakachukua ile dume ya kwanza, wakachinja, wakaweka tayari, wakaanza kuita jina la miungu yao ya Baali. Wakaitana kutoka asubuhi mpaka jioni. Hakuna jambo lilionekana, hakuna moto ambao ulishuka. Elijah akaendelea kuambia, pengine yako safari huyo Mungu wenu, pengine amelala, pengine yako bise, endeni mkamwamushe. Akaendelea kuwadhihaki, kwa sababu alikuwa ndani yake anaamini na anajua ya kwamba kuna Mungu wa kweli, na ambaye anarudisha maombi, na ambaye atajidhihirisha. Akawaambia, endeleeni. Wakaendelea kuitana kutoka asubuhi, wanamwambia Baali, tafadhali shuka, tafadhali leta moto. Hakuna kitu kiliendelea. Hata neno la Mungu nasema wakaanza kudansi pale, wakaanza kujikatakata, hata milio ikatoka damu, and there was nothing coming forth. Wakati ambapo ilifika jioni kabisa, Elijah akawaambia, sasa ni nafasi yangu niweze kuitia jina la Mungu wangu. Na akachukua ile dume ya ng'ombe na akachinja na akaweka katika yale madhabahu. Na wakati alichinja, akaamuru ya kwamba maji ya mwagwe pale. Ikamwagwa dramu kama 4. Akasema, mwaga tena ya pili, mwaga ya tatu, mwaga mara 4. Maji ikamwagwa ikafurika pale. Ikawa sasa situation vile ilivyo, moto kushuka
bahali kuna maji unless ichukue mkono wa Mungu. Neno la Mungu lasema ya kwamba Elijah akalitia jina la Mungu, na neno la Mungu linasema ya kwamba moto wa Mungu ukashuka kutoka mbinguni alipoomba lile ombi. Na alipoomba lile ombi, moto wa Mungu ukashuka, na na ule moto ukachoma ile dhabihu yake, ukaramba hata ile maji yote, na Mungu akarudisha maombi ya mtumishi wake Elijah. Nataka kuongea kidogo maombi ambayo Mungu anarudisha. Kwa nini Mungu alirudisha maombi ya Elijah? Kwa sababu jambo la kwanza, Elijah alitengeneza yale madhabahu ambayo alitolea dhabihu yake. He repaired the altar, the broken altar. Na ukitaka Mungu arudishe maombi yako, ni vizuri ukatengeneza madhabahu yako ya moyo wako. Elijah alitengeneza yale madhabahu, akatengeneza kwanza vizuri, na akapanga vizuri, na akawekelea dhabihu yake vizuri. Madhabahu ama altar inasimamia roho zetu, inasimamia the state of our heart, inasimamia our relationship with God, inasimamia our walk with God, inasimamia vile tunatembea pamoja na Mungu. Na wakati madhabahu imeharibiwa, wakati madhabahu ya Mungu is not at a good state, hata ukiomba maombi yako hayawezi kasikika. Elijah akagundua ya kwamba ni lazima kwanza atengeneze madhabahu. Na madhabahu mara nyingi, especially madhabahu yetu, wakati ambapo dhambi inaingia pale, inaharibu madhabahu yetu. Na wakati dhambi inaingia pale, hata Mungu hawezi akasikia maombi yetu. Dhambi inaharibu madhabahu yetu. Dhambi inaharibu uhusiano wetu na Mungu. Dhambi inaharibu hata our walk with God. And that is why, kama tungependa Mungu arudishe maombi yetu na arudishe haraka, ni vizuri kuexamine the state ya madhabahu yetu ya roho zetu. Uangalie kama kuna dhambi yoyote, uangalie kama kuna uongo, uangalie kama kuna slander, uangalie kama kuna worldliness, uangalie kama kuna carnality, uangalie kama kuna idol worship, uangalie kama madhabahu ya moyo wako iko kamili. Na kama utakuta kuna jambo, omba msamaha wa Mungu, omba utakazo wa damu ya Yesu Kristo. Na ukitakazwa pale, basi unaweza kusongea with confidence katika kiti cha Mungu cha rehema, na ulitie jina la Mungu, na Mungu akushukie na kutenda muujiza wa kusikia na kuomba na kurudisha maombi yako. Wakati ambapo tunalipea our altars, hapo ndipo revival inakuja. Hata kile ambacho kinazuia uone revival kubwa katika nchi, hata katika kanisa, ni kwa sababu we are here tutengeneze madhabahu ya mioyo yetu. Jambo la pili ambalo linaweza kufanya Mungu atengeneze ama rudishe maombi yako, ni wakati ambapo unaomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Pray
in accordance to the will of God. Tufunguliwe kitabu cha James chapter 4 verse 3. Yakobo 4 mstari wa 3. Yakobo 4 mstari wa 3 inasema, when you ask, you do not receive, because you ask with the wrong motives, that you may spend what you get on your precious. Neno linasema mnaomba na hamupati kwa sababu mnauliza mkiwa na ile tunaita wrong motives, ama nia isiyo nzuri ya kwamba upate utumie kwa furaha na anasa zako. In other translation inasema you don't receive because you ask amiss. Kwa hivyo wakati mwingine huwezi ukapata wakati unaomba kwa sababu unauliza ukiwa na wrong motive. Kwa hivyo when you pray, omba kulingana na mapenzi ya Mungu. Pray according to God's will. What is praying amiss? Ni nini kuomba against the will of God? Nataka kusema ya kwamba wakati unaomba, omba katika mapenzi ya Mungu. Omba mambo ambayo italete utukufu kwa Mungu. Omba mambo ambayo itakuwa baraka kwa Mungu hata kwa wengine. Kwa sababu ukiomba against the will of God, Mungu hawezi akasikia yale maombi. For example, if you are married na uweze kusema ninaomba to divorce na bibi yangu, ninaomba to divorce na mzee wangu, God cannot answer such a prayer. Kwa sababu Mungu yeye mwenyewe anasema ya kwamba what God has put together, let no man put asunder. Kama Mungu amesema hivyo, and then unaomba opposite ya vile amesema, unaomba against the will of God, unaomba na wrong motive, na Mungu hawezi akasikia yale maombi. Alafu tena unaweza omba ombi ambayo pia ni negative. Unaweza kusema Mungu nibariki, Mungu ni prosper, na ukae kwako nyumbani. You don't work, you don't do anything, you don't try to do anything, na umesema Mungu akubariki. Huwezi kubarikiwa kwa sababu umeomba, lakini Mungu anataka uhusike. Mungu anataka uwe available. Mungu angetaka ufanye jambo, apate pahala ambapo atakubariki, kwa sababu anasema atabariki kazi ya mikono yetu. Kwa hivyo usikae tu nyumbani na useme Mungu nibariki and you are not doing anything. Do something, move around, alafu Mungu atapata ile njia ambayo atatumia na atakubariki. Kwa hivyo tunaona Elijah aliomba Mungu ya kwamba ijulikane ya kwamba kuna Mungu mbinguni. Aliomba Mungu aweze kuonekana, aliomba Mungu aweze kutukuka, na kwa hivyo aliomba mapenzi ya Mungu ikaweza kupatikana, ikaweza kutendeka. Na neno la Mungu inasema ukiomba jambo lolote, omba jambo ambalo litamtukuza Mungu, omba jambo ambalo litampendeza Mungu, omba jambo ambalo litainua jina la Mungu, omba jambo ambalo likitendeka Mungu ataheshimiwa. Kwa hivyo ni vizuri, jambo la pili, ukaomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Elijah akasimama akiwa na confidence, akalipea the altar, and then akaomba kulingana na mapenzi ya Mungu, ya kwamba Mungu mwenyewe aweze kupewa heshima na sifa anaposhuka na kujidhihirisha barabara. Jambo la tatu, when you pray, pray by faith. Omba katika imani.
ni vizuri kuomba katika imani. Elijah aliomba maombi yale katika imani, kwa sababu baada ya kuomba, unaona alimwambia Elijah alimwambia Ahabu namna gani? Alimwambia kimbia na uende, kwa sababu mvua itanyesha. Hakukuwa na mvua wakati ule, kulikuwa na kiangazi, lakini Elijah ameongea maneno ya imani. Neno linasema ya kwamba akaenda, akainama pahali, akaweka kichwa chake katikati ya miguu yake, na akawa na muomba Mungu. Amemwambia Ahabu, tafadhali kula na ukunywe haraka na uende haraka, kwa sababu ninasikia sauti ya mvua. Kwa hivyo enda haraka. Elijah alikuwa ananena imani. He was talking by faith. Na aliomba maombi yale, akiomba katika imani. Akaenda katika top of Mount Carmel, na akaomba pale kwa imani. Na wakati alipokuwa naomba mvua inyeshe, neno la Mungu lasema, wakati anaomba akamwambia mtumishi wake, enda uangalie kama unaona dalili ya mvua. Yule mtumishi wake anaangalia akiwa kwa mlima, haoni chochote. Anarudi anamwambia, sijaona chochote. Elijah anaendelea kuomba kwa imani, anamwambia rudi tena. Yule anarudi anaangalia, anasema sioni. Anamwambia rudi tena, anaenda anaangalia, anasema sioni. Kama ni wengine wangechoka, lakini Elijah alisimama kwa imani, akijua ya kwamba Mungu ni mwaminifu na atasikia maombi yake. Mara ya 7 akamwambia enda uangalie. Yule mtumishi akaenda, akarudi akamwambia, ninaona kawingu kadogo kama mkono tu ya mwanadamu, na iko mbali sana. Akamwambia kweli, sasa Mungu analeta mvua. Na akamwambia Ahabu, tafadhali enenda na ukimbie na ile gari yako ya farasi, kwa sababu usipokimbia mvua itakunyeshea. Hiyo ni maongezi ya imani. Watu ambao wanatarajia Mungu arudishe maombi yao, lazima waongee imani, lazima wamwamini Mungu. Wakati unaomba, amini ya kwamba Mungu anatenda. Elijah akaambiwa kawingu tu kadogo kamionekana, and that was enough ya kumwambia mfalme, enda haraka, kwa sababu utanyeshewa. Kwa sababu Elijah aliamini kale kawingu kataleta mvua kubwa, na immediately akapanda ile chariot na akaenda. Na kwa sababu ya imani ya mtumishi wa Mungu, neno la Mungu lasema ya kwamba all of a sudden kukawa na upepo na kukawa na mawingu mengi, and all of a sudden mvua ikanyesha, na ikanyesha mvua kubwa sana. Na Elijah akakimbia na akamwobate hata yule Ahabu ambaye alikuwa anapelekwa na chari hiyo. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mark 11 verse 24, ambapo ningetaka tufunguliwe Mark 11 verse 24. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kwa hivyo ni vizuri kuomba katika imani. Neno linasema chochote ambacho utaomba, amini ya kwamba umepokea na utaipata. Kwa hivyo kama kuna jambo ambalo unaombea, endelea kuamini kabisa ya kwamba lile jambo utalipata. Endelea kuamini Mungu ya kwamba utapata. Hata wale ambao walitendewa miujiza
Bartimayo alimwamini Mungu. Neno linasema, go, see Jesus. Yesu akamwambia, your faith has healed you. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Yesu akamwambia, imani yako imekuponya. Kwa hivyo imani inafanya kazi. Wakati ambapo tunaamini Mungu, Mungu anashuka na anatenda mambo ya ajabu. Kuna watu ambao walikuwa na mgonjwa katika Biblia. Wakaenda kwa Yesu, wakakuta ya kwamba watu walikuwa wengi wamesongana pale, na hawangeweza kupenya na wapeleke yule mgonjwa kwa Yesu. Wakashika yule mgonjwa, sijui kama walimchukua kwa ile kitanda inaitwa machela, wakapanda juu ya dari ya nyumba, wakatoa matofali, wakajua Yesu ako ndani ya hiyo nyumba, na wakaangusha yule mtu pale Yesu alikuwa. Neno la Mungu nasema ya kwamba Yesu akawaambia, nimeona imani yenu. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, son, your sins are forgiven. Kwa hivyo imani ni kitu ya maana. Wakati unaomba, omba katika imani. First thing, prepare ama tengeneza your altar. Second thing, omba kulingana na mapenzi ya Mungu. Third thing, omba katika imani. Na sasa ninaenda katika jambo la 4. Jambo la 4, persist in prayer. Endelea katika maombi. Mara nyingi Mungu anaweza kurudisha maombi. Aidha hata unaweza omba ombi la emergency na Mungu ashuke hapo na atende jambo. Mambo mengine inahitaji uombe na uendelee kuiombea bila kuchoka. Emergency ni mfano. Siku moja nilikuwa ninaenda Nairobi nikiwa tu kwa matatu samani. Kufika tu Kinonge hapo tukaona gari imekuja bio, ni ile zilikuwa zile matatu zinaitwa wepesi. Zinakimbia kabisa kama zingine tuliona njia ya Embu za Miraa. Zinaenda hata zinaenda mpaka unastuka. Sasa hiyo gari ilikuwa inakuja, na all of a sudden tumeketi, niko kiti cha mbele nimebebewa pale, nikaona gari imekuja na imeanza inapotea kutoka kwa barabara, na kuna dada pia alikuwa nyuma yangu hapo, na sote tukajikuta tukasema in Jesus name, kwa sababu imekuja iko mbio na inaweza hata kuanguka ama itugonge. Na wakati tulisema in Jesus name, tuliona imekuja mara moja, imepiga ukuta hapo, imeanguka na imelala miguu juu, ikasimama, na sisi dereva wetu akasimama. Tukatoka bio tukaenda kuangalia. Wakati tuliangalia, tulifungulia, wale watu walitoka tu wakijitoa rukungu. Hakuna hata mmoja alikuwa ameumia. Tukasukuma ile gari ikasimama, wakaingia na wakaendelea na safari yao. Hiyo ni ile maombi tunaita emergency. Unalitia jina la Mungu na anashuka, kama vile neno linasema ya kwamba kunaye ambaye ako kwa shida. Is there anyone who is in trouble? Alitia jina la Mungu. Hata kuna neno linasema call upon me and I will answer you. Hivyo wakati mwingine unaweza kuomba ombi kama hilo, na Mungu anashuka na anatuma malaika na miujiza unayaona hapo kwa hapo. Mambo mengine ni mambo ya kuomba, kureba in prayer, kuomba kila siku, unajenga imani yako, unaendelea kuitasii mpaka Mungu anatenda. Tufunguliwe Luka 11 mstari wa 58. Luke 11 verse 58. Maombi ya kupasist.
Luke chapter 11 verse 58. Maombi ya kupasisi. Then he said to them, suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight, and he says, friend, let me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him. Then the one inside answers, don't bother me. The door is already locked, and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him the bread because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. Hapa tunapewa mfano wa kupasisi. Tunaambiwa mtu mgeni wake amekuja usiku na hana chakula ya kumpatia, aende kwa jirani yake na aanze kumuongea mlango, amwambie tafadhali nipatie chakula kidogo, nipatie rafiki ambaye ameingia usiku. Yule mtu ambaye ameombwa chakula amelala pamoja na watoto wake, lakini kwa sababu ya hiyo kugongewa mlango anaendelea kugonga na kugonga. Atasema, kwa sababu unanidisturb sana, wacha tu nitoke nikupatie hii chakula na uende uniwache nilale salama bila kusumbuliwa. Persistence inafanya mtu anachoka na anafanya jambo. Hata Mungu wetu anahitaji wakati mwingine tukapasist in prayer. Tusichoke wandugu na wadada. Mara nyingi umechoka, mara nyingine umeombea jambo, umeona Mungu kama amekaa, umeona Mungu kama amekusahau. Mungu hajasahau. Mara nyingine unakuta ya kwamba anataka uendelee, na utaendelea, na siku moja atatoka seme, huyu mtoto wangu ameniomba sana, wacha nimtendee huu muujiza. Ni kama vile umeona tumeombea mambo mengi, tumeombea uwanja wa kanisa na hatuchoki, na wakati unafika Mungu aseme hawa watu wameniomba, wamejitolea, wamenigojea, they have not given up, na sasa ninawapatia. Kwa hivyo hata wewe kama kuna jambo lolote, endelea kumwamini Mungu, endelea kusimama katika imani. Uwe kama huyu mtu ambaye anaenda kwa rafiki yake, anamuongea mlango, mpaka anasema wacha tu nitoke nimpatie, amkate aende akapatie rafiki yake ili aniondoke. Persistence ni kitu cha maana. Hata hapo fungua Luka 18 mstari wa kwanza. Luka 18 verse 1. Luka 18 verse 1. Hapa, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Ya kwamba tuombe bila kugiva. Na nawaambia kulikuwa verse 2. Kulikuwa in a certain town a judge. Kulikuwa na hakimu. Hakumuogopa Mungu, hakumuogopa mwanadamu. Na kulikuwa na mama mmoja mjane ambaye alikuwa amesumbuliwa sana. Kuna watu walikuwa nataka kuchukua mali yake, na alikuwa nataka haki ifanyike, na alikuwa naenda kwa huyu hakimu kila siku, na huyu hakimu hamuogopi Mungu, hamuogopi mwanadamu. Lakini yule mama akaendelea kupasi, anaenda kila siku, nataka uamue hii kesi, nataka justice ifanyike. Yule wakili ama yule hakimu ikabika wakati akasema, huyu mama atanichokesha, he will wear me out, atanifanya nichoke, kila siku wako hapa, kila siku wako hapa. Akasema hata kama simuogopi Mungu na siogopi mwanadamu, wacha nimfanyie haki. Na wakati ambapo
Yesu aliongea juu ya jambo hili. Alikuwa anatufundisha ya kwamba we should always pursue, we should always pray and not give up. Kwa hivyo wakati ambapo tunaenda kwa Mungu na tunaenda tena na tena na tena na tunapasi na tunaenda katika imani, when we persist, utakuta ya kwamba Mungu anashuka. Kama naturally mambo inatendeka wakati unapasi, hata katika kiroho mambo inatendeka when we continue to persist. Kwa hivyo persistence work, na kile ambacho unaomba Mungu akutendee, tafadhali never give up. Continue pray, continue interceding, continue standing in the faith. Engine unaombea afya yako, engine unaombea Mungu akubariki na kazi, Mungu akubariki na jamii, Mungu intervene katika jamii yako, Mungu akutendee jambo fulani katika maisha. Don't give up. Elijah persisted. Akati alienda akaweka kichwa chake katika magoti yake, alipersist katika maombi, na ndipo alikuwa anamwambia mtumishi wake, enda uangalie. Anaambiwa hakuna kitu ninaona. Anapersist katika maombi mpaka Mungu akashuka na wingu likaonekana, kwa sababu mtumishi wa Mungu alipersist. Kwa hivyo ukitaka Mungu arudishe maombi yako, jifunze kupersist in prayer. Jambo la 5 nikimalizia, pray in accordance to God's word. Nilisema hapo mbeleni, pray according to God's will, na ni vizuri pia kuomba kulingana na neno la Mungu. Nasema hivi kwa sababu Mungu anarudisha maombi kulingana na neno lake. Analifuatilia neno lake ili aweze akalitenda. Let God's word abide in you in abundance. Wacha neno la Mungu likae ndani yako, kwa sababu Mungu atarudisha yale maombi kulingana na neno lake. God wants to direct you in prayer. Kwa hivyo stay in the word. Aningeomba tukafunguliwa Zaburi 19, Psalms 119 verse 133. Psalms 119 verse 133. Direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. Direct my footsteps, niongoze Bwana kulingana na neno lako. Pray in accordance to God's word. Kubaliana na neno la Mungu. Na hapa ndio unakuta ya kwamba ahadi za Mungu ambazo tumepewa zinafanya kazi wakati ambapo tunaziamini na tunaomba kulingana na neno la Mungu. For example, Mungu anasema, I am God who healed you. I am the Lord who healed you. Wakati Mungu anasema hivyo, unaomba, unamwambia, wewe ni Mungu na umesema katika neno lako ya kwamba wewe ni Mungu ambaye unaniponya. Na unaamini lile neno, unakubaliana na lile neno ya kwamba ni Mungu ambaye anakuponya, na unaamini lile neno. Unaendelea kukiri neno la Mungu. Linasema, by the stripes that Jesus received, I was healed. Unaendelea kukiri kupitia kwa mapigo ambapo ulipigwa, mimi nilipona. Alafu unaendelea kujifunza neno na kuliamini neno la Mungu. Mungu anasema, I will supply your needs according to my riches and glory. Unaamini neno la Mungu ya kwamba amesema atakutana na mahitaji yake kupitia utajiri wake mkuu. Hivyo ni vizuri wapendwa, neno la Mungu likawa nyingi katika maisha yetu, likadwell katika sisi, ili wakati tunaomba kulingana na neno la Mungu. And that is why it is very, very important.
ukaweza kusoma neno la Mungu kila siku. Make sure every day umesoma, umemeditate upon the word of God. Ili lile neno litakusaidia hata wakati unaomba, kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Usiwe tu unaomba kulingana na mapenzi yako. Ukiomba kulingana na mapenzi ya Mungu, maombi yako Mungu atarudisha. Elijah alijua Mungu atatukuzwa kwa sababu ameomba kulingana na mapenzi ya Mungu. Watu waachane na dhambi, watu waachane na kuabudu Baals na Ashera, miungu ile ya idol, na wamrudie Mungu. Alijua vizuri anaomba maombi kulingana na mapenzi ya Mungu, na kwa hiyo akawa na ujasiri akiomba. Anawaambia wale wapinzani wake, mwageni maji, endeleeni kumwaga maji, kwa sababu anajua na ako na confidence. Anaomba kulingana na mapenzi ya Mungu, anaomba kulingana na neno la Mungu, anaomba Mungu atukuzwe pale. Kwa hiyo wako confident Mungu atarudisha maombi yake. And therefore my brethren, wacha hata na sisi tuweze kuomba kulingana na neno la Mungu, na neno la Mungu ni mapenzi ya Mungu, na Mungu atatutembelea. Kwa hivyo Mungu anarudisha maombi when we repair our altar, when we repent, when we live holy lives, wakati ambapo tunatengeneza uhusiano wetu na Mungu. Mungu anashuka na anasikia maombi yetu na anarudisha maombi yetu. Mungu anarudisha maombi yetu wakati ambapo tunaomba in accordance to his will. Number 3, wakati ambapo tumeomba katika imani. Number 4, when we persist in the prayers. Na number 5, when we pray according to the word of God. Kwa hivyo wapendwa, tukiomba kulingana na mapenzi ya Mungu, Mungu atashuka na Mungu atatenda na Mungu atatutembelea, kwa maana tumeomba maombi ambayo yalingana na neno lake. Elijah alikuwa peke yake against 850 prophets of Baal na Asher, against a king that was wicked, against watu wengi ambao walikuwa wamerudi nyuma. Imagine contest kama hiyo ya watu against mtu mmoja amesimama imara na Mungu, na ako na confidence, anajua ombi ambalo wataomba Mungu lazima atashuka na atajidhihirisha na atatenda miujiza. Na hata ukisoma utaona what happened. Baada ya kuomba na moto ukashuka, Elijah alipata akane jingine, akasema hawa manabii wote 850 ambao wamekuwa kikula na kunywa kutokana na mfalme, ambao mfalme alikuwa anawapatia chakula, akasema washikwe, hakuna mmoja atapotea matatoroka. Na wote wakashikwa na wakauawa, mtu mmoja. Labda akawaambia watu, na nyinyi mnataka nini? Kama Mungu ni wa kweli, mumpende na mumwamini na mtii. Musikae katika two opinion, musikae pale kwa fence ati mtu ako pande hii na ako pande hii. Akawaambia, sasa mumeona Mungu, musikae mkiwa na opinion mbili. Mumeona Mungu ni wa kweli na amerudisha maombi katika hali ya moto. Kwa hivyo endeni katika upande wa Mungu. He was so confident kwa sababu alijua Mungu ana nguvu na ana uwezo. Unajua hao watu walikuwa wengi na wangemshika wamuue, lakini alisimama pande ya Mungu na alikuwa na confidence na Mungu, na Mungu akasikia maombi yake. Hivyo Mungu akatusaidia kwa sababu tumeelewa kuna maombi ambayo Mungu anasikia, na tukienenda na hizo njia tutaona Mungu pia anatutembelea. Pastor Zipora atakuja malizie, na Mungu aweze kuwabariki na kuwatenda mema. Amen.